na wanachama kutoka maeneo mbalimbali wako hapa. Hatujaja kufanya sherehe wala kufanya nini, lakini tumesema sasa tunataka kupitia hili la Mdude liwe ni swala la mwisho kwenye utekaji. Kama wenzangu walivyosema tangu awali, jeshi la polisi ndilo lililo na Mdude mpaka sasa. Kuna fakti chache nataka niwaambie waandishi wa habari na Watanzania wengine muelewe kwamba kwa nini nasema jeshi la polisi liko na Mdude. Siku Mdude ametekwa walipewa taarifa saa 8 usiku. Kwa sababu walikuwa wanajua wanakompeleka. Walifika saa 4 asubuhi. Jambo la kwanza. Hiyo drain time ilikuwa ni ya nini? Leo ukiwaambia kuna maandamano ya Chadema wala hata masaa mawili hawamalizi. Wanafika. Tunajua walikuwa wanajua na wao walikuwa na Mdude muda wote huo. Hiyo ni fakti ya kwanza. Fakti ya pili. RCO wa Mbeya alikiri na kakana kwamba wale waliotajwa na shahidi wetu kwamba ni jeshi la polisi, ni watumishi wa jeshi la polisi. Amekana. Jana nimeona kuna barua na ipo kwenye tovuti ya jeshi la polisi taifa. Inatisha watu ambao tumesema kupitia kwa kiongozi wetu wa chama taifa, naibu katibu mkuu, tumesema kwamba kwa sababu Mdude hayuko kwenye jeshi la polisi, yuko na wahalifu tunaofahamu kwa majina na kwa sura, tunawafahamu kwenye makazi yao. Tumesema tunakwenda kumsaka Mdude kwenye majumba yao na kwa ndugu zao. Ametoa kauli ya kututisha. Si mnamwita kuzaga Mimi bahati mbaya hapa mimi sio mwenyeji wa Mbeya. Ni mwenyeji wa Songwe. Angekuwa rafiki wangu ningempa onyo kali. Lakini kwa sababu ni watumishi wa jeshi la polisi, muambie waandishi wa habari na wamfikishie habari kupitia media hii kwamba asicheze na hisia zetu. Sisi sio wajinga mpaka tumekaa kufanya maombi. Sisi sio wajinga mpaka tumekaa kambini kumvumilia tutetee Mdude. Sisi ni binadamu. Tunaweza tukafanya lolote lile. Kweli jeshi la polisi lilituma watu kuja hapa Mbeya kuchunguza tukio la Mdude. Ni nani amekamatwa? Shahidi yupo. Wakati wanaenda kumteka Mdude, kuna mtu alimshikia nyundo mke wa Mdude. Kulikuwa na mwanga. Walikuwa ana kwa ana, hakuvaa maski. Mnielewe, hakuvaa maski ya kujikinga. Uso wake unaonekana. Ameitisha paradi ya kutambua maskari hao. Kwa nini anawaficha? Okay, sawa. Ngoja tutai nani? Wewe unaonyesha picha. Paradi. Tutambue hawa kwamba hawa ndio watumishi wako wote. Hakuwepo. Leo wanang'ang'ana wanataka kumhoji Eze. Badala ya kumtafuta muhusika, mbona sisi tunakamatwa upelelezi wa ukamiliki? Kamata hao watu. Ofisi ya RCO, ofisi ya RPC, ofisi ya IGP. Kamata hao watu, tutakuletea mashahidi. Tunafahamu kwa sura. Na majumbani mwao tutakwenda. Tutamtafuta Mdude, tutakuletea Mdude, tutakuletea na waliofanya uhalifu. Siwafahamu? Wafahamu sio hivi? Mkamwambia ndugu zangu waandishi wa habari, IGP, kwamba kuna itness, kuna kipindi cha mwisho cha uvumilivu. Ndio kipindi kilichofikia. Mimi mwenyewe nasema mimi nimefikia kwenye kipindi cha mwisho cha uvumilivu. Mdude sisi ni mwanetu. Amekuwa anafanya kazi, hatujamsikia akiwa mwizi hata siku moja. Hatujamsikia kwenye tukio lolote la uhalifu. Wala hatujamsikia kwamba ameshikwa ugoni. Tunajua jeshi la polisi ndio liko na Mdude. Kwa hiyo tuombe masaa 72 ni serious ambao naibu katibu mkuu alitoa. Na niwaombe watu kutoka majimbo mbalimbali na mikoa mbalimbali waendelee kuja Mbeya. Tutaenda kumtafuta Mdude na nyumba hizo tunazifahamu na watu hao tutawafahamu na Mdude tutamleta. Tutamleta Mdude na hao wahalifu. Ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania wengine, niwaombe tushikamane kwa pamoja. Kama Mungu amepanga kifo chao kuwa ni cha namna fulani, kitakuwa tu. Na kila mtu atakufa. Hasa viongozi wa chama. Tusipokomesha leo, tutaendelea kulia.